Kwa jina naitwa Grace Shio, katibu Chadema kanda ya Nyasa. Mnajua kanda yetu ina majimbo 31 na mikoa 5, na leo ni siku muhimu sana kwetu. Ni siku ambayo chama chetu kimepata tena uhuru baada ya takribani mwaka mmoja wa kutokufanya siasa, na hizi ni ofisi za kanda ya Nyasa, na hapa unavyoona makamanda wamefika, wameanza kwa kufanya usafi, na baada ya usafi tuna ratiba ndefu ambayo inaweza ikafika mpaka jioni saa 10. Kwa hivyo ambacho unaona sasa ni maandalizi ya hili tukio zima la siku ya leo. Kwa ufupi, leo tutakuwa na matukio kadhaa ya msingi ambayo yatafanyika mahali hapa. Tukio la kwanza itakuwa ni kupandisha bendera yetu ya chama. Tutashusha hiyo bendera ya zamani, tutapandisha bendera mpya kubwa kuashiria ukubwa wa chama, kuashiria mwanzo mpya. Lakini vile vile tutakuwa na dakika kadhaa za kuwakumbuka wote ambao wamepoteza maisha yao Oktoba 29 katika siku ile ambayo ilikuwa iwe ni siku ya uchaguzi. Lakini vile vile tutakuwa na muda wa pamoja wa kuimba wimbo wa taifa ambao ni wimbo unaotuunganisha sisi wa Tanzania, sisi wa Afrika. Na baada ya hapo tutakuwa na muda sasa wa speech ya katibu wa kanda ambayo atazungumza na wananyasa kupitia ofisi hizi za kanda. Lakini tutapata wasaa waandishi wa habari kuweza kuzungumza na viongozi mbalimbali wa mikoa, majimbo, wilaya, kata na wanachama wa kawaida ambao watakuwa wapo hapa ili kusikia kutoka kwao katika kipindi chote cha mwaka mmoja nini wamekuwa wamefanya, ni namna gani waliweza kuvumilia na kuendelea kukiamini chama hata mpaka leo. Lakini vile vile baada ya hapo tutakuwa tuna chakula cha pamoja, na siku ya leo tunatarajia watu zaidi ya 500 kukusanyika hapa. Wanatoka majimbo mbalimbali, kutoka Rungwe, kutoka Lupa, Chunya huko, kutoka Mbeya vijijini, Kiela, kwa hivyo Songwe, mikoa ya jirani, wote watakusanyika pamoja na sisi kwa sababu ni tukio la kanda. Kwa hivyo litakuwa lina uwakilishi kwa ukubwa wake. Na baada ya chakula hiko cha mchana tutaweza sasa kubaki tukisherekea ushindi wa haki, ushindi wa demokrasia, na kuweza kupanga mwelekeo mpya wa chama chetu. Kwa hivyo karibuni sana waandishi wa habari, msikose tukio hili la msingi, mkatusaidie kuhabarisha wananyasa juu ya mwelekeo wa chama chetu. Tumezungumzia takriban watu 500 watakuwa hapa, na kunapokuwa na kusanyiko naamini pia vyombo vya ulinzi na usalama vinakuwa na taarifa. Vipi, tayari mmetoa taarifa kwa jeshi la polisi kwamba utakuwa na kusanyiko? Sisi tukio letu ni kama matukio mengine yeyote ambayo tumeweka mwaliko wazi kama ambavyo na ninyi mmeona. Kwa hivyo ni ngumu kusema nani aje nani asije. Kwa hivyo kwa sababu tunaamini popote pale, unajua hata ikiwa kuna msiba unaleta watu ambao ni ndugu na ambao hata sio ndugu. Kwa hivyo kwa ukubwa na mapenzi ya wanachama ambao tunajua wanayo kwenye chama hiki, ndio maana tunakadiria ukubwa wa kiasi hicho. Kwa hivyo hatukudhani kama ni tukio ambalo linahitaji kwenda kumfahamisha OCD kwamba tuko hapa. Najua ameona kupitia vipeperushi vyetu mbalimbali, najua amepata taarifa kupitia wanachama wetu wengine ambao waliweza kwenda kuongea na vyombo vya habari, lakini ni tukio ambalo liko open, yoyote anaweza kuja. Kwa hivyo vyombo vya ulinzi na usalama vikiona inapendeza wao wanaweza kuja, lakini hatujaona kama ni tukio linalotupasa sisi kwenda kuwafuata.